Na mtazamaji wa Simba Fans TV, kama kawaida tuko naye mwana Simba kindakindaki Shaban, mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa kutokea hapa Magomeni Mikumi, kuzungumza yale ya kimichezo yanayohusiana na klabu yake kwa maana ya Simba Sports Club. Shaban, salamu alaykum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah, ya Allah anasaidia, anaita baraka zake na tuko wazima, tunashukuru Allah. Na baraka tunaziona kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Mlikuwa na msimu mzuri sana katika michuano ya kombe la shirikisho msimu 2024-25 kwa kufika fainali ya michuano hiyo. Lakini wakati wa harakati za michuano ikiendelea, mmefunga mabao mengi sana na imekuwa neema kwenu katika kinyang'anyiro cha bao bora la msimu kunako michuano kombe la shirikisho msimu huu. Mmeweza kutoa wachezaji wanne kwa maana ya Jan Chazahua dhidi ya Sfaxien, lakini Kibu Dennis dhidi ya Constantine Eliempanzo dhidi ya Almasri na Mohamed Hussein dhidi ya Constantine hao. Hili wana Simba kwanza mmelipokea kwa namna gani na linawapa faraja kiasi gani? Kwanza tunalipokea kwa furaha kubwa kwa sababu vilabu viko vingi, lakini mpaka wachezaji wenu kwenye kikosi wanatoka wachezaji wanne kugombea tunzo ya goli bora. Hiyo kwetu kwa wana Simba tuna furaha kubwa, lakini nisiwe mchoyo wa fadhila kumsifia mwalimu Fadlu Davis na benchi lake la ufundi likiongozwa na yeye na msaidizi wake Selemani Abdalla Matola na wengine wote, kwa sababu wao ndo wamewajenga vijana kwenye mazingira hayo na wao ndo wanawapa vijana kujiamini katika mazingira hayo. Kwa hiyo mimi nipongeze klabu yangu, lakini niwapongeze na wachezaji kwa sababu hata na wao mpaka wamepata hiyo nafasi ya kugombea hiyo tunzo wameonyesha jitihada za kwao na wamechukua mafunzo ya walimu wao ikiongozwa na mwalimu Fadlu Davis, lakini vile vile wametuheshimisha sie wa Tanzania wote, hasa mashabiki wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kwetu wana Simba hiyo ni furaha. Kwenu ni furaha? Ni furaha kubwa mno kwa sababu sio mara ya kwanza. Tushaye kuchukua nadhani kwa Osman Sako. Lakini sasa hivi imejirudia tena, tumeingiza wachezaji zaidi ya watatu, ina maana wanne katika hiyo tunzo. Kwa hiyo kwetu wana Simba tunaona bado rekodi zetu ziko vizuri. Kwa hiyo katika nafasi yetu hata ya kuwa washindi, yani watu klabu namba 5 bora katika ukanda wa Afrika, nadhani hawajatoka kwa upendeleo mpaka tunatoa wachezaji ambao wanaenda kugombea tunzo za goli bora na tushawe kuchukua hiyo tunzo. Kwa hiyo mimi ni wapongeze viongozi wangu na management yote ya klabu ya Simba kwa sababu ni watu ambao wanajua kuleta watu sahihi ambao wanajua watakuwa na faida katika timu yetu. Endapo wekundu wa Msimbazi Simba mtafanikiwa kuchukua tuzo hii kwenye michuano ya kombe la shirikisho goli bora la msimu, unaiona nafasi ya kuvunja rekodi ambayo mliweka 2022 ambayo Papa Osman Sako akiwa katika michuano hiyo ya kombe la shirikisho alitoa tuzo ya goli bora la msimu barani Afrika kwa upande wa vilabu? Kwanza nampongeza tena Papa Osman Sako kwa sababu kitu alichokifanya hakikuwa kitu cha kawaida na tuliona uzuri wake. Mwisho wa siku akauzwa akatoka nje ya Afrika kabisa akaenda Ulaya, sasa hivi kamerudi tena yuko Raja. Kwanza tupongeze hilo, lakini huwezi kupongeza hilo bila kuwapongeza wale ambao waliona jicho la kumuona mchezaji kama Papa Osman Sako. Lakini vile vile kwa sasa hivi tuwapongeze hata wale walioona jicho la kumuona Eliempanzo, jicho la kumuona Kibu Dennis ambaye alikuwa timu ya Mbeya City, timu ambayo iko mkoani, lakini vile vile jicho lingine la kumlea na kuishi naye vizuri Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala. Sawa. Kwa hiyo na Jan Chazahua, wachezaji wote wamekuwa kwenye malezi ya kimpira na sifa zote zinaenda kwa viongozi wetu. Lakini iwapo tutachukua hii tunzo inaweza kuwa ina faida mara mbili zaidi ya Papa Osman Sako, kwa sababu Sako alichukua tunzo, lakini nadhani hatua tulioishia haikuwa hatua hii tuliofikia sasa hivi. Sasa hivi tumecheza finali tuliocheza kombe wamechukua Berkane, lakini kila mtu kaona, kila mtu anaopenda mpira kaona madhara ya ambayo wametufanyia mpaka wamechukua wale Berkane. Lakini la pili, timu yetu imevaa medali pamoja wakiwemo na wachezaji ambao wanagombea tunzo ya goli bora. Kwa hiyo mimi niseme tu na wapongeza wachezaji wetu, na hii tunzo itakuwa na thamani zaidi ya thamani ambayo inayojulikana. Yes, tukiachana eneo hilo la
goli la timu pinzani, kwa maana magoli mnaofunga kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Lakini kwa upande wa goli lenu, kwa maana ya mlinda mlango wenu ambaye anasimama kulinda milingoti ya wekundu wa Msimbazi Simba, Musa Pinpin Kamara, naye kwa upande wake ameendelea kuiwakilisha Simba vyema mara baada ya kuteuliwa kuwania tuzo ya golikipa bora nchini kwao, kwa maana nchini Guinea. Hili pia linadhihirisha Kamara amekuwa mlinda mlango aina gani msimu huu kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ni golikipa mzuri kwa vitendo, sio golikipa mzuri kwa sifa ambazo wewe unaenda kumjengea, hapana, lakini kwa vitendo. Ukimzungumzia Musa Pinpin Kamara, ni golikipa ambaye alikuja Simba kutokea Oloya, walimbeza. Kuna golikipa mmoja naye alikuwa anaitwa Kamara, nadhani alienda Singida Black Star, waliongea maneno mengi kwamba Kamara wenu mliochukua sala solo lolote, Kamara wa Singida ndio bora. Sasa sijajua yule wa Singida akapotelea wapi, maana naona tu yuko Pamba kama sikosea. Yuko Pamba lakini wao wenyewe wameona. Kwa hiyo Pinpin toka amekuja Tanzania ameleta mafanikio makubwa kwenye Simba. Kwanza akaifanya klabu yetu imekuwa ina heshima Tanzania, lakini imekuwa na heshima Afrika, kwa sababu katika utawala wake akiwa katika milingoti mitatu ndo tumecheza fainali toka miaka 32 nyuma iliyopita, lakini yeye na ndo nguzo ya kutufikisha hapo tulipo. Lakini mpaka sasa hivi ukiangalia hata katika ligi ya ndani, yeye ndo golikipa ambaye ana clean sheet nyingi kuliko golikipa mwingine yoyote. Kwa hiyo mimi nadhani ni golikipa bora, na hata kwenye timu yake ya taifa ya Guinea tunaona akiwa yuko fit, yeye na ndo golikipa namba 1. Kwa hiyo anastahili kugombea tuzo, na sio anastahili, mimi na uhakika sema ndo kuna ile tu kugombea mnakuwa wengi, lakini Pinpin ndo golikipa bora katika nchi ya Guinea. Hakuna mwingine zaidi yake, na inshallah Mwenyezi Mungu atamsaidia, atachukua na atakuwa golikipa bora kwa wao. Tazama namna ambavyo mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba hiki wanachokifanya hapa. Hakika historia inaandikwa. Wameamua kulipiga msasa ama kulipiga deki basi lao. Hakika ni furaha na fahari na faraja iliyoje kwa kuishuhudia timu yao ikienda nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ama michuano ya kafu. Hii walitafuta kwa muda mrefu sana, na hatimaye mara baada ya miaka 30 ya ushe kupita wameipata. Hao ndio Simba Sports Club. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Tazama upendo kutoka kwa mashabiki. Hili ni bara. Sijui tawalisikia wapi. Hili ni bara. Hapo hapo kusau. Walishe. Bizola. Familia. Twende kwa Sioba. Madam wangu. Huu ni upendo. Madam Zubi. Akiwa anatoa mikono na Simba ambao wanatambua na kuthamini kazi yake. Hakika huu ni upendo wa dhati kutoka kwa wana Simba. Huu ni upendo wa dhati kutoka kwa Simba. CEO Madam Zubi, Lionel Ateba Mbida. Madam CEO akiwa anapewa mkono wa shukrani, mkono wa hongera na wana Simba wake. Hakika ni jambo la furaha na fahari. Hii ni furaha na fahari. Madam anaifungia Simba Fans TV. Wana Simba hawana mbele. Wana Simba hawana jambo dogo. Hakika hii inavutia. Tazama namna ambavyo haya ni mapenzi na mahaba kutoka kwa wana Simba, wakiwa wanalisafisha basi lao, wakiwa wanalipiga msasa, wakiwa wanalipiga deki. Basi liko safi, basi liko murwa. Haya si mapenzi, haya ni mahaba. Sogea mbele kidogo na alipate basi mbele.